Tumekutana naye hapa Mwanakwela Nkimbili Magoso. Tupe kakionjo kwanza kadogo. Kimba kidogo kama sekunde. Nali natola kakima kunilema hankoke ke Mwanakwela nalengare. Unaweza kuzunguka wana walema kabisa. Ataki ni kuzunguka nitakutana nyanya. Mke wangu pika tu. Mke wangu pika tu. Hivi manispaa ya Kahama siku hizi kama tukonioni au wewe unaenda wapi? Kipindi hiki ni kipindi cha msimu wa ngoma. Mara kwa mara ninakuwa kwenye ngoma. Ninatembelea miji mbalimbali, nilikuwa Bariadi. Nilikuwa Shinyanga, nilikuwa Geita, Mwanza. Kwa hiyo bado naonekana kwa nadra kwa sababu ya show. Bado niko kwenye mashow nafanya mambo, baadaye tusubirie mambo ya kampeni kama unavyojua. Mwanakwela kipenga kinapulizwa, Jumamosi ya leo wanaanza kuchukua fomu kwenye upande wa Chama cha Mapinduzi. Ukitaka kukutafuta inakuwaje? Anipate kwa namba ya 0626783048 Kimbili Magoso, au alipate kwa namba ya 0762803401. Andika Mwanakwela Nkimbili Magoso, mtoto wa Jeshi la Polisi Tanzania. Na unawaambia nini sasa mashabiki zako ambao wamekuwa nakufuatilia muda mrefu sana? Yes, mashabiki zangu waendelee tu kunishabikia kwa sababu mimi nipo, na hasa huu msimu wa ngoma, bado tuko kwenye ngoma, lakini najua kabisa kwamba ngoma tunamalizia ili tuingie kwenye kampeni. Mwanakwela Nkimbili Magoso maana yake nini Nkimbili Magoso? Yaani Nkimbili kwa Kisukuma, yani Kimbili Magoso, yani kiuno mapanya. Kwa nini sasa kiuno mapanya? Hili ni jina la mababu zangu, baba mkubwa na babu yangu. Yani ndio maana kaitwa Mwanakwela Nkimbili Magoso. Kwa hiyo jina kama hilo si la utani, ni jina ambalo tayari limo ndani ya ukoo wangu. Ndio maana ukifika nyumbani kwangu unaweza kumkuta mtoto wangu anaitwa Magoso, unaweza kumkuta anaitwa Nkimbili. Kwa hiyo ni jina ambalo tayari liko kwenye formula ya ukoo wetu. Sasa hivi unawashauri nini wale ambao wana ndoto ya kuwa wasanii sasa kwenye muziki wa asili? Wasanii, cha kuwashauri kabisa mimi kama mimi mwenyekiti wa wasanii manispaa ya Kahama, kuwashauri kwangu mimi, kwanza moja, wawe wavumilivu sana, kwa sababu muziki wa sasa sio ule wa jana. Muziki wa sasa watu wanapambana kwa kutumia nguvu nyingi, kutumia pesa, na ili mtu atoboe lazima adhaminiwe. Katika kudhaminiwa utajikuta wewe msanii, madansa wako wanalishwa, wanalazwa, wanatibiwa, na unatibiwa tena kimila. Pamoja na maradhi ya kawaida haya yanatibiwa kupitia hospitali, lakini kupitia hela ambayo ya yule mdhamini wako. Nje na muziki huo unafanya nini kingine? Kama kawaida, superstition, nguvu za giza, mambo yetu ya wapi ofisi zako ziko wapi? Okay, ofisi zangu mimi ziko hapa Kahama. Ukiingia hapa Shunu nina ofisi 2 ambayo ukifika utahudumiwa vizuri. Ofisi ya 3 iko pale Dodoma. Unapoingia tu unatoka rami unaipata Nkimbili Magoso. Utahudumiwa vizuri, dawa za kienyeji, dawa za asili, tunatibu vizuri, hana shida. Wanazungumza kwamba kuna baadhi ya wadhamini wanakuwa wanawanyonya kwenye muziki wa asili. Hawapo wadhamini wa hivi? Wapo wadhamini wa hivyo, kwa sababu sasa hivi wadhamini nao wamekuwa na akili, kwa sababu msanii anapokuja kukua kitaaluma, kijina, kifedha, anakuwa mjanja. Kwa hiyo sasa hivi nao mabosi wanawabana. Anawekwa kama mkataba kidogo, ili hata kama ni miaka kadhaa za kukaa kwa yule aliyemdhamini. Ndio mambo yanaenda hivyo, lakini asipofanya mkataba, msanii akipata jina kubwa anatoroka. Wasanii, yale maisha ambayo tunaona mnayaishi hata kwenye asili na mnakuwa mnahamasisha na wengine wafuate, ni vile ni uhalisia ama kuna mwingine ile msemo wao wasema unalinda brand? Sisi wasanii wa Kisukuma tuna shida moja. Kwanza hatuna vikao. Kwa hiyo tunastukana, yani unakuwa unakuta mtu anastuka, ukimwalika anastuka kwamba hapo nitaporwa nyota. Kwa hiyo tunaishi kwa mawindo sana, kwa kuwindana. Yani upo kwenye show, ghafla ukaona wasanii kama 3 wamekuja pale, lazima unastuka kwamba wamekuja kuchota mchanga.
au hamna kuchana na mchanga? Imani potovu hiyo. Lakini sawa, lakini ni imani potovu. Kuchota mchanga bwana. Lazima mtu astuke, lakini kiuhalisia ni yale tu mawindo ya kuwindana, lakini kiuhalisia kabisa si kwamba labda ukichota mchanga unafanywaje. Lazima ulogwe, ukiwa msanii lazima ulogwe. Kwa kumalizia sasa, zungumza na mashabiki popote pale wanapokusikia. Mimi kwa kuzungumza neno la mwisho, kwanza ninapenda nimshukuru mkurugenzi wa Kahama FM, mzee wetu James Lembeli, amenilea vizuri mpaka nimefika hapa, na nimpe hongera kwa muundo aliounda, mbinu alizozifanya kuianzisha Kahama FM, na mpaka redio zingine zinakuja, lakini redio mama ni Kahama FM. Kwa hiyo mimi nimpe tu hongera zake mzee wetu kwa uzuri wa kupendeza kabisa, nami akilisikia lazima ataenjoy vizuri sana. Lakini vile vile mimi nipo hapa Kahama, ofisi kama nilizozitaja na namba kama nilizozitaja. Unaponihitaji kiburudani, tuwasiliane kwa hiyo namba. Sherehe, kuna mgonjwa, kuna shughuli yoyote, labda send off, kuna harusi, kuna show, tunafanya vyote tu, hamna shida. Ufunguzi wowote tunafanya. Tumelagambi na volemela hotingi na lenya, yani hapo sasa kwenye ngoma maana hiyo, huo ndo uzee sasa, kwa sababu unakuta unapokuwa msanii halafu unakuwa mganga, kuna asilimia fulani inatoka, kwa sababu unapokuwa mganga halafu wewe ni manju wa ngoma, wakija watu wana shughuli zao, wana mambo yao ya kufanya, lazima watasema kwamba mzee ameenda wapi. Lakini nipenda kuwapa tu kwamba watazamaji, mashabiki zangu, mimi nipo niwape mioyo tu ya kwamba tuendeleane kusikilizana na kutazamana na kuitana sehemu yoyote, mimi nitafika kwa wakati.